kwenye hii hotuba ya waziri mkuu. Moja, naungana na wenzangu kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri ambayo ameendelea kuifanya katika nchi yetu kwa ujumla na hususani katika jimbo langu la Musoma mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama tunavyofahamu, sasa tuko mwisho kwa maana ya awamu hii, ndio miaka yetu mitano sasa ndio tunaelekea kumaliza. Lakini mimi binafsi kama mbunge ambaye ninatoka Musoma mjini, niseme tu moja kwamba naipongeza sana au naishukuru sana serikali kwa namna ilivyoweza kunipa fedha za kutosha, na kwa namna hata kwenye zile ahadi tulizoahidi, kusema kweli kwa Musoma mjini tumefanya zaidi ya pale tulipotarajia kufanya. Kwa hiyo nampongeza sana Mama Samia, lakini nawapongeza na wapiga kura wangu wa jimbo la Musoma mjini kwa ushirikiano walionipa katika kipindi chote cha ubunge wangu wa awamu hii katika kipindi cha miaka mitano. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme tu kwa ufupi kwamba kati ya yale mambo ambayo tuliyoyaahidi, yani mimi pale kwangu karibu yote ni kama yameisha. Maana leo unapozungumza mfano habari ya elimu, yani kulikuwa na tatizo la uhaba wa vyumba vya madarasa, uhaba wa mashule. Leo kila mtoto wangu anayefaulu anaenda sekondari, na hata baadhi yani tumekuwa na sekondari excess. Kwa sababu hata katika kipindi cha mwaka jana tu na mwaka huu peke yake nimepata sekondari zaidi ya 2, nimepata na shule za msingi zaidi ya 2 ambazo zote Rais amenipatia fedha zaidi ya milioni 500 kila shule, na shule zimejengwa sasa, watoto wanaendelea kusoma. Hiyo ni mbali na zile shule zilizokuwepo. Kwa hiyo kwenye upande huo sio shule ya msingi, sio sekondari, naomba tu niseme tuko vizuri. Kuna changamoto ndogo tu ambazo na sisi tunaendelea nazo kuzimaliza. Moja ni pamoja na ile changamoto ya watoto wetu kukaa chini, lakini niseme tu kwamba leo mimi hapa nilipo, mimi mwenyewe nimejitolea pamoja na wadau wangu wa maendeleo, tunatengeneza dawati zaidi ya 3500. Tunahitaji watoto wote wakae chini, wakae juu ya madawati, lakini na mengine ya baki ya reserve kwa ajili ya watoto wengine watakaokuja ili waendelee kusoma vizuri. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, hata ungeenda kwenye afya na kwenyewe tumefanya vizuri. Yani katika kwa maana kwamba kuna hospitali yetu ambayo ni hospitali ya rufaa inaendelea vizuri. Ile hospitali yetu ambayo mama alitupatia ambayo sasa ni ya manispaa inaendelea vizuri. Vituo vya afya ametupatia fedha za kutosha. Leo changamoto ipo ndogo, na hata nimemuuliza hapo waziri wa afya na majibu nimepata kwamba ile x-ray yetu ambayo ilikuwa haijakamilika ni wakati wote ndani ya wiki 2 itaanza kufanya kazi. Kwa hiyo kwenye upande huo naendelea sana kumshukuru mama yetu Samia Suluhu kwa namna alivyoendelea kutoa fedha kwa ajili ya maendeleo ya jimbo langu la Musoma. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukizungumza habari ya maji, mimi niseme nini? Kwa sababu maji kwangu 100%, yani hakuna mtaa usiokuwa na maji. Maeneo yote yana maji ya kutosha. Kwa hiyo kwenye upande huo sasa hizi tunachoendelea nacho ni kusogeza tu maji, yani kila mwananchi asiende zaidi ya mita 200 kwenye upatikanaji wa maji. Kwa hiyo kwenye upande huo nako wala mimi sina lawama kabisa na serikali. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ukizungumza habari ya umeme, nadhani bungeni humu katika bunge lote hili ni jimbo langu peke yake ndilo maeneo ambalo ni tuko mjini, lakini tumepata umeme wa gharama nafuu wa 27,000 katika ile mitaa yote ya pembezoni. Kwa hiyo naendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna alivyoweza kunisikiliza kilio changu, akaweza kunipatia umeme wa bei nafuu, pamoja na kwamba mimi ni mtu wa mjini. Kwa hiyo watu wangu wanaendelea hivi tunavyoongea, wakandarasi wako wanaendelea kusambaza huo umeme wa gharama nafuu. Kwa hiyo naendelea sana kupongeza serikali. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Mwenyekiti, hata ungegusa barabara ziko zile za TARURA kidogo, na mvua ilipokuja ndio imetusumbua kidogo, lakini saa hizi tunaendelea na matengenezo, fedha tunazo japokuwa hazitoshi, lakini walau maisha yanaendelea. Lakini mbali na hiyo tumepata fedha, tunajenga kwa kiwango cha lami
Hivi tunamsubiri mkandarasi aingie site kuanzia pale Msoma basi kwenda kwenye hospitali yetu kubwa ile ya Kwangwa, lakini hata na zile barabara zetu, ile barabara yetu ya Shabani na yenyewe mkandarasi anaingia, pamoja na ile barabara yetu ya Mkendo. Kwa huko kote tunachapa rami. Kwa hiyo naendelea kumpongeza sana na kumshukuru mama yetu Samia kwa namna alivyoendelea kuleta fedha katika jimbo langu la Msoma mjini. Lakini kama hiyo haitoshi, tulikuwa na stendi mbovu. Leo yeyote yule akienda pale ataangalia, ataona sasa stendi imeanza kubomolewa, mkandarasi amepatikana, tunajenga stendi yenye zaidi ya bilioni 14 ili watu wetu waendelee kufanya biashara yao au waweze kusafiri kwa raha wakifika pale kwenye ile stendi yetu. Na kama haitoshi, hata kwenye lile soko letu la Nyasho, kwa hizo fedha tulizopata, soko limebomolewa, linajengwa soko la kisasa ili wajasiriamali wetu na wananchi wetu waendelee na maisha yao vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, naendelea kusema kwamba leo ninapokuja mbele yenu, kikubwa ninachoendelea ni kushukuru. Maana kwa haya mambo makubwa yaliyofanyika, tuna kila aina ya sababu ya kushukuru, tuna kila aina sababu ya kujivuna. Hata kwenye habari ya uvuvi, leo naishukuru serikali, wameweza kutupatia vizimba vya kutosha, wajasiriamali wetu wamepewa mikopo. Kwa hiyo ni kwamba wanaendelea na maisha yao. Tuna vizimba zaidi ya 14, lakini bado hata leo tu nilikuwa nazungumza na waziri wa uvuvi na mifugo, anasema wakati wote atatupatia vizimba vingine. Hapo pote ni kwamba wananchi wetu waendelee kujenga uchumi wao na maisha yao yaendelee vizuri. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nilidhani kwamba niseme hayo kama baadhi tu ya shukrani katika mambo mengi na makubwa ambayo tumeendelea kuyapata katika jimbo letu la Msoma mjini. Lakini pamoja na hayo mafanikio, ziko changamoto chache zinanisumbua. Na katika zile changamoto chache zilizopo ni kwamba pale kwetu pale kuna kile kilichokuwa kiwanda cha Mutex, watumishi wake bado wanadai mafao yao baada ya serikali kuwa imekibinafsisha. Na siku zote serikali nashukuru kwamba inatupa comfort kwamba inatafuta fedha kwa ajili ya kuwashika mkono. Basi niombe jitahidi katika bajeti hii waweze kulipwa mafao yao, basi waweze kuendelea na maisha yao. Lakini jingine ambalo ni la kuikumbusha tu serikali ni ile mikopo ya huduma za pensheni kwa watumishi. Nakumbuka mwaka jana tulipitisha. Sasa watumishi wengi kule wananiuliza, wangependa kufahamu hizo mikopo zinaanza kutoka lini ili waweze kupunguza zile mikopo za riba kubwa, zile mikopo za kausha damu. Kwa hiyo nadhani hilo nalo naikumbusha tu serikali yangu iweze kuliangalia ili huo msukumo uwepo, basi maisha yaweze kuendelea. Moja ambalo ni la mwisho ambalo kwa kweli kwetu kule linatusumbua, baada ya haya mafanikio yote kuwa yamepatikana, huduma za jamii zote zimepatikana, lakini watu wangu wa jimbo la Msoma mifukoni mwao hali si nzuri. Hali si nzuri kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, viwanda vingi vimekufa. Na hili tatizo la viwanda kwa kusema kweli ni tatizo la nchi nzima. Mimi nadhani serikali ina haja sasa ya kulifikiria upya. Maana serikali, viwanda vingi vilijengwa na serikali wakati ule serikali ikiwa inajishughulisha na biashara. Sasa tulipoingia kwenye ubinafsishaji, serikali ikaachana na vile viwanda, tukawabinafsisha watu binafsi. Kwa hivyo vimeendelea kufa kimoja baada ya kingine. Sasa nadhani ni wakati muafaka serikali iliangalie tena itakuja na modo gani, namna ya kufufua viwanda ili watu wetu waendelee kupata ajira. Kusema kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo la ajira bado ni kubwa sana. Na bahati nzuri katika nchi yetu tuna nguvu kubwa sana ya vijana. Wale vijana serikali inajitahidi, inawasomesha, wanamaliza shule za msingi, sekondari, inawapeleka mpaka vyuo. Wakisha maliza, ajira zile zinazopatikana serikalini ni chache sana, na ajira zinazopatikana kwa watu binafsi ni chache sana. Kwa hiyo tunadhani tuna kila aina ya sababu ya kuangalia modo mpya ya namna ambavyo tunaweza tukawaajiri vijana wengi katika kilimo, tukawaajiri vijana wengi katika biashara, tukawaajiri vijana wengi katika ujasiriamali. Na ndio maana leo ukiangalia wako hata wageni wengi sasa wanaingia, wanachukua ajira za wale vijana wetu,
na hao vijana sasa unawakuta saa 6 za mchana wako kwenye puru kwa sababu hawana kazi za kufanya, kwa sababu hawana mitaji. Kwa hiyo tunadhani kwamba katika hii sasa bajeti inayokuja na huko tunakoenda katika kipindi kingine cha miaka 5, hebu serikali yetu ijikite zaidi kuona namna ya kuboresha ajira za vijana ili maisha yao yaweze kuendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, naunga mkono hoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana Mheshimiwa Vedastus Manyinyi Matayo.